na Mungu hatatuacha, atakuwa pamoja nasi. Mfalme wa kwanza hiyo 18, tuanze mstari wa 17. Jina la Bwana libarikiwe. Bwana asifiwe. Elia huyu ninayesoma habari zake hapa ni mtumishi wa Mungu, nabii ambaye alitumika kipindi cha utawala wa mfalme mmoja aliyekuwa anaitwa Ahabu. Wakati ule Waisraeli walikuwepo wafalme wengi ambao walitawala, lakini kipindi hiki mfalme alikuwa anaitwa Ahabu. Ahabu alipopata ufalme hakufanya vizuri mbele za Bwana. Yeye alijichagulia wanawake wa kipagani. Ukisoma Biblia, alipata mabinti mpaka kutoka kule kwa Misri akaoa, na Mungu alikuwa amekataa tangu mwanzo, akasema msifanye hivyo, kama tunavyosoma katika maandiko. Ukisoma katika maandiko utaona ya kwamba Mungu amekataa kabisa, akisema msifanye hivyo. Kitabu cha Ezra sura ya 9 na mstari wa 12. Mungu alikuwa amekataa, na ukiona neno la Mungu linaandikwa katika Biblia, kitu kinazungumzwa kinafurika mpaka Agano Jipya, lile neno ni kweli, ni uthibitisho wa jambo lile. Kumbe Mungu alikuwa amewakataza wasioe wapagani, kwa maana nyingine watu wasioamini, kitendo ambacho Ahabu hakukikumbuka. Yeye alipopata ufalme akaanza kujitwalia mabinti wapagani, watu wasiomjua Mungu, anajitwalia, anajioea tu. Na wale sasa, kwa sababu ni wapagani, walipotoka kule kwao wakaja na miungu yao, wakaja na ndagu, wakaja na manyamasata, wakaja na waganga wa kienyeji, wakaja na wapiga lamuri, wakaja na watu wa aina mbalimbali, wakaja. Hao ndio sasa wale wanawake wakawafanya watabiri pale ikulu. Kwa hiyo ikulu ikajaa waganga wa kienyeji. Sasa katika hali ya namna hiyo, sasa Ahabu akiwa anaona, akashindwa namna ya kuzuia.